Ukiamua kuisimamia kweli kwenye maisha yako, lazima kuzimu itakurusha. Kwa sababu shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Na yeye mungu wa dunia hii ambaye anamwambia Yesu, anajitanabaisha shetani mbele za Yesu Kristo kwamba mimi humpa yeyote nimtakaye na umnyima yeyote nimtakaye. Humuinua yeyote nimtakaye na umshusha yeyote nimtakaye kwenye dunia hii. Anamwambia Yesu, nisujudie na wewe nikuinue. Uwe mhubiri unayesema Mungu yupo, ila mchawi unayeniabudu mimi. Yesu akakataa, akasema imeandikwa, utamtumikia Bwana Mungu wako na kumsujudia yeye peke yake. Amen, amen. Sasa huyu mungu wa dunia hii ambaye yeye anaitwa baba wa uongo. Ndio maana kwenye dunia hii ukitaka upendwe uwe muongo na ukubali mambo ya uongo. Duniani hapa, yani ukiwa muongo utakuwa na marafiki wengi, utakuwa na ndugu wengi, kwa sababu ndio kazi ya mungu wa dunia hii. Shetani anaitwa baba wa uongo na baba wa huo. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ana sifa mbili, ni mungu wa dunia na ni baba wa uongo, na anaitwa mkuu wa ulimwengu. Kwa hiyo wakuu wote wa ulimwengu mambo yao mengi ni ya uongo, kwa sababu baba yao ambaye ni mkuu wa ulimwengu mambo yake yanaenda kwa uongo. Kama nanielewa sema amen. Sasa Elia anaanza kuishi maisha ya shida kwa sababu ameamua kusimamia mungu wa kweli. Ameamua Bwana mungu wa kweli kwa wanadamu mpaka kwa mfalme wa nchi. Ameamua huyu ndiye mungu wa kweli. Yule mungu mwingine ambaye anataka kumuinua, hapana, mungu wa kweli ni huyu hapa, anamsimamia mungu wa kweli.